Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqima, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ndugu zangu watazamaji wangu, ni kukaribisheni tena kwa mara ya pili kupata kukuhusieni lakini na kuhusia nafsi yangu mimi katika kumwogopa Allah. Lakini leo tunaendelea na masomo yetu. Somo la leo ni sayansi katika Qur'ani na sio uchawi. Naam. Tunajaribu kuwatoa watu waliko wazinduke, na mara nyingi watu ambao wanaitakidi hivyo ndio watu ambao wanaenda sehemu ndizo ambazo sizo. Watu wanaoitakidi haya hivyo kwamba Qur'ani ni uchawi au anachokifanya mtu fulani ni uchawi, basi hao ndio wanakoenda sehemu ambazo sizo, kwa sababu huyo ataitakidi hivyo, hatoyafanya na kuyafanyia tafiti yaliyopo ndani ya Qur'ani. Mwisho wa siku akisha kuwa na mwenye kujiaminisha hivyo atapigwa. Akishapigwa sasa, akili imekaa sawa, ndio anaenda kuwatafuta watu ambao ni wabatili, na hapo ndipo anaanza kufanya vitu vya kumshirikisha Allah. Ninazungumza mambo ambayo nina takriban miaka 10 hivi sasa katika masala ya tiba za ruqya shar'iyya. Naam. Niko takriban miaka 10. Nimekutana na mambo mengi sana. Miongoni mwa matukio ambayo nimekutana nayo ni mtu mmoja ambaye ni salaf jadid. Ndugu yangu huyu na mhifadhi. Huyu bwana alikuwa akituona watu kama sisi, alikuwa akihisi ni watu ambao wanaitumia Qur'ani vibaya. Watu hao ni watu ambao wanafanya vitu ambavyo havipo. Lakini tulijaribu kukaa naye na kumuelezea, na maelezo haya nishawahi kuyatoa, hii ni mara ya pili nafikiri. Anakuambia, shehe, haya mambo hayapo kwa sababu mtume hakufanya. Sawa, mtume hakufanya. Ndugu yangu, Qur'ani tukufu ilivyo utaweza kuitumia kwa namna ya ile ambavyo unavyohitaji wewe. Utaweza kuitumia kwa namna yoyote ile ambayo nzuri ya kheri na ikakusaidia. Mfano, kuna mtu akwambia, shehe, mimi ninahitaji kutembea juu ya maji bila kuzama. Subhanallah, ni mambo makubwa sana haya. Sasa kwenye Qur'ani inawezekana au haiwezekani? Inawezekana ndani ya Qur'ani. Ila ni vitu viwili tu basi ndiye utaweza kufaulu. Hii ni sayansi katika Qur'ani. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Inawezekana kupita juu ya maji ya bahari ukavuka na ukatembea bila kuzama. Na kivipi? Unatakiwa uwe na vitu viwili. Kitu cha kwanza kabisa ni imani. Al-imanu fil qalbi. Imani ndani ya moyo ya nafsi yako. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa. Na usifanye kujaribu, na wengi wanajaribu. Naam, wengi wanajaribu. Kuna mtu alitiania aende zake akafanya ibada ya hija, lakini mtu anakataliwa kuchukuliwa kwa sababu anaonekana kwanza hajafikisha vigezo, lakini ana nia, anataka aende akafanya ibada ya hija. Subhanallah. Watu wamemwacha sehemu ya uwanja wa ndege, anapungia mkono hivi, analia, anatamani aende. Na watu wanaenda kufanya ibada ya hija. Wanamwacha uwanjani na wanamkuta uwanjani. Unaona mambo hayo? Wanamwacha uwanjani na wanamkuta uwanjani. Tena yeye ndio anawapokea. Ushawahi kujiuliza hii ni nini? Ndugu zangu, hii ni tafiti katika Uislamu, na hii na katika Uislamu na Qur'ani, hiyo sio ushirikina.
hiyo sio ushirikina. Kitu gani sasa kimemfanya amefika kule? Huyu mtu alikuwa ana imani. Huyu mtu alikuwa ana imani ni kubwa sana katika nafsi yake. Huyu mtu alikuwa anaamini kwamba Allah yeye hashindwi na kitu chochote. Tunadanganyana hata sisi mashehe wengi hatuna imani. Yaani sisi ni wale wasomaji tu, mtu amesoma basi kujiona yeye na sifa tu ndio zimejaa mitandaoni huko na katika sehemu, lakini hamna, watu wengi imani hawana. Naam. Kwa hiyo ni imani lakini na kusoma katika Qur'ani. Naam, na kusoma katika Qur'ani. Ndugu zangu, kwa nini uisome sura? Kwa nini uisome Qul huwallahu ahad? Kwa nini uisome surati Yasin? Kwa nini uisome surati Jinn? Kwa nini uisome surati Ra'd kisha kupatikane mlipuko? Allahu akbar. Kwa nini? Inakuwaje? Kuna kitu gani? Na kwa nini unaweza ukaisoma sura nyingine usitokee mlipuko? Na wakati zote ni sura na ni Qur'ani na ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Zipo asirari katika Qur'ani. Na hiyo sura ambayo unayoisoma ikatokea na ukatokea mlipuko mkubwa sana, ndugu yangu, tambua kwamba kuna kitu ambacho kipo hapa ndani yake. Qur'ani kila aya ina kiumbe. Kwanza hicho unatakiwa ujue. Ndio unakuta mtu yeye haithamini Qur'ani. Akiona Qur'ani tu imetupa anaitupa tu, hana thamani nayo. Qur'ani haifai kabisa, hata karatasi umeliona limetupwa mahala. Kila herufi ya Qur'ani unaiona, tambua kwamba yupo kiumbe. Na huyu kiumbe huyu ndio ambaye anayefanya maajabu, ambayo maajabu hayo wewe ushazoea tu. Umeona karatasi ya Qur'ani imetupwa, wewe huna thamani, yani huithamini, unaiacha. Au mwingine anachana tu anaitupa. Qur'ani sio kitu cha mchezo ndugu zangu. Ukiona Qur'ani unatakiwa ujue kwamba ni kitu cha thamani na kitu cha ajabu sana. Ni kitu cha ajabu sana. Ni kitu ambacho sio cha mchezo hata kidogo. Sasa mlipuko unaopatikana panapo kuisoma surati Yasin, hiyo Qul huwallahu ahad, kwanza unatakiwa utambue kila sura na kila aya yupo kiumbe maalum yuko pale. Na ndio maana mimi ninapokuwa ninasoma nikakwambia hebu tizama mahala fulani, au kuwa na udhu, elekea kibla, wakati ninapokuwa ninasoma, basi pale kuna viumbe ambao automatically huwa wapo. Kila aya inakuwa ina kiumbe wake. Na ni maelezo haya pia yamekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasomi mtu alifu la mim, ila katika herufi hizi ziko tatu, alifu na lam na mim. Ukizitizama pale utaziona kama ziko mbili. Ndio kuna nini alifu si na lam na mim, lakini hizi herufi ziko tatu, alifu la mim. Sasa kila katika herufi moja kuna thawabu, na thawabu hizo anaziwakilisha yule ambaye yupo katika hii herufi. Herufi moja ina thawabu 10, mfano mathalan. Herufi nyingine ina thawabu 10 na herufi nyingine ina thawabu 10. Herufi tatu kuna thawabu 30. Na sio hizo tu, zipo zaidi ya hiyo. Hebu niambie, ukisha asema alif lam mim, maana yake una thawabu. Nakupa mfano, kuna thawabu 30 ziko hapo. Haya, hizi thawabu ni nini? Subhanallah. Mwenyezi Mungu ana viumbe ni wengi ndugu zangu. Na kila katika sekta ameweka kiumbe. Na ndio maana kila mtu ana viumbe wawili. Kuna malaika mkono wa kulia na kushoto. Kila mmoja anafanya kazi yake. Sasa katika kila herufi ya Qur'ani yupo kiumbe. Sasa unapotaja yule kiumbe ana idadi yake, na kumbuka kwamba huyo kiumbe ni mkubwa, ndio msimamizi mkubwa, na kila kiumbe mmoja mkubwa huwa mara nyingi ana wasaidizi wake. Subhanallah. Maana yake kama unapata thawabu 10, inawezekana msimamizi wa hii thawabu moja, msimamizi wa hii herufi moja ana wasaidizi wake 10.
Si tunaelewana? Msimamizi katika kila thawabu moja, unaona ambaye ni mmoja anayewakilisha ana wasaidizi wake 10. Maana yake zikiwa tatu, maana yake watatu hawa katika herufi tatu hizi, kila herufi moja ina wasaidizi 10. Maana yake herufi tatu zote hizi ni wasaidizi 30. Hivi ukifanya jambo watu hawa 30 wote wakiwa wameng'ang'ana katika hilo jambo, ikiwa jambo hilo umelifanya kwa ikhlasi na kwa nia na kwa kumtarajia Mwenyezi Mungu peke yake, malaika 30 wote hawa umewataja kwenye herufi tatu tu, alif lam mim, hilo jambo litaacha kwenda? Unayafahamu haya? Tafiti katika Uislamu. Haya, nimekuja nimeisoma kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ina herufi ngapi? Ikiwa kila herufi moja ina watu 10, kila herufi moja ina watu 10, herufi moja alifu tu pengine. Je, sura nzima ina watu wangapi? Piga mahesabu, kila herufi moja ina watu 10. Je, hiyo sura ina maneno mangapi? Ina herufi ngapi? Wajumuishe hawa watu. Hii ni tafiti katika Uislamu. Surati Yasin, unapoambiwa surati Yasin ni moto wa kukalia mbali, ina maana gani? Kwanza sura yenyewe, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma maneno katika surati Yasin, waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maneno haya yaliwalaza watu 40, wanaume 40 ambao walikuwa wameizingira nyumba yake Mtume wasallam. Yakasomwa maneno haya waja'alna min baini aydihim sadda, watu wote wanaume wakawa wamelala. Ikachukuliwa mchanga tu wakamwagiwa wakiwa wamelala tepe kama walevi ambao wamekunywa pombe hawajitambui walipo. Mwamba anatoka, watu huku nyuma wamelala mlangoni, watu 40. Ni kitu gani kilichosababisha? Je, haya maneno sisi hawezi yakatupa manufaa? Utasema alifanya mtume, kila alichokifanya mtume kimebaki, sisi tukiendeleze na tukifanye. Kwa nini wewe sasa unaishi maisha ya dhiki? Eti Qur'ani watu wanaitumia vibaya. Umekuja umesema bwana shekhe, kuna mtu bwana ananifanyia ndivyo sivyo, anakufanyia vibaya. Muombe Mwenyezi Mungu ambadilishe nia yake iwe nia nzuri. Tumekuja kusoma waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, tumeipiga marabuku mara 1000 hiyo kitu. Haya, nenda sasa muombe Allah, tawakkali kwa Allah jalla jalalu. Je, unatambua wewe kwamba Qur'ani ndio kinga yako? Unatambua kwamba Qur'ani ndio ngao yako na Qur'ani ndio kila kitu kwako? Kwa nini uende wewe sehemu ambazo hazifai kumbe una kitu? Sasa mimi nataka nikufunulie vitu ambavyo hujawahi kuvisikia pengine kupitia Qur'ani. Qur'ani ni science. Science katika Qur'ani sio uchawi kabisa. Ishi maisha ya kifalme kupitia Qur'ani tukufu. Kuwa pamoja nami ili uweze kuyapata mengi zaidi na zaidi kupitia Qur'ani. Qur'ani pekee ndio ukombozi wa kila jambo. Allah atuafikishe. Kikubwa tu ninachokuasa uwe na nia na uwe na imani na uwe na uchamungu, basi Allah atatuafikisha. Wabillahi tawfiq.